Unapokufa katika mwili, roho yako inatenganishwa na mwili wako. Lakini kipo kifo ambacho ndicho kilichokuja na hatari, au ndio hatari kubwa iliyoletwa na dhambi. Na kifo hicho ni cha kutenganishwa na Mungu milele. Baada ya dhambi kuingia, uhusiano huo ukakatika, kwa sababu dhambi ilileta mauti, na mauti hiyo ni kutenganishwa na Mungu. Sasa kutenganishwa huko ni kitu cha milele, yani ni kitu ambacho kilitokea na kipo milele. Kwa hiyo mimi na wewe ambao tulizaliwa katika hali ya dhambi, tuliangukia katika kundi hilo la kuwa kwenye hatari ya mauti ya milele. Sasa huyu ambaye alimdanganya Adamu na Eva, Shetani, ana mpango wake na yeye ambao ni tofauti na Mungu. Na mpango wake ni kwa sababu yeye alishahukumiwa kwenda jehanamu ya moto milele, alishatengwa na Mungu milele, na yeye hana msamaha. Yeye anataka sasa kuhakikisha anakusanya wanadamu wote ili waende katika jehanamu ya milele. Ndio maana akaenda kumdanganya Adamu na Eva. Kwa alipofanikiwa hilo, maana yake ni kwamba sisi sote tunaozaliwa tunaangukia kwenye hukumu ya kile ambacho Adamu na Eva walikifanya. Lakini habari njema ni kwamba Mungu akaja na mpango wake wa kuendeleza kile ambacho alikianzisha. Kwa mpango wa wokovu ni mpango wa Mungu kurejesha uumbaji wake kama ambavyo ulikuwa hapo awali, ukiwa mwema.